Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kabisa kualika siku ya leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu, na leo ikiwa ni siku ya 29 kati ya siku 40 ya mafungo yetu ya Kwaresma. Kwa hiyo tunakaribia kabisa kipindi cha Pasaka ambacho tutaadhimisha fumbo kubwa hili la imani yetu. Kwa hiyo ni vema tukaendelea kufuatana kujiandaa vizuri. Ndugu zangu, mwandishi wa kitabu cha Mhubiri ile sura ya 3 mstari wa 3 anasema kwamba kuna wakati wa kubomoa na kuna wakati wa kujenga. Ananikumbusha maneno ya Victor Hugo aliyewahi kusema kwamba ukweli unapoamka ndani yako, unajua hakuna mtu anayeweza kuuzima kwa urahisi tena. Ukweli ukiamka ndani ya mtu hauzimu kwa urahisi kabisa. Ninataka nikuulize maswali mawili tu kabla ya kuendelea. Swali la kwanza ni hili kwamba hivi ni vitu gani umevipa nafasi ya kwanza kwenye maisha yako badala ya Mungu? Ni vitu gani kwamba umevipa umuhimu kuliko Mungu? Alafu swali la pili, ni nini kimekuwa meza yako? Na hiyo meza inayozuia mawasiliano yako ya moja kwa moja na mkombozi wako na Mungu, ni meza gani hiyo? Ninasema hivi kwa sababu ukisoma Injili ya Yohana ile sura ya 2 mstari wa 13 mpaka wa 22, tunashuhudia tendo la ajabu pale ambalo Yesu analifanya la kugeuza meza, la kupindua meza za wabadili fedha ndani ya hekalu waliokuwa wanafanya biashara. Unajua hili halikuwa tukio la hasira ya kawaida tu, lakini lilikuwa ni ujumbe mzito kabisa wa mapinduzi ya kiroho. Ulikuwa ni ujumbe mzito Yesu anataka kuuleta kwetu, na tunaupata. Unajua Yesu aliona kwamba ibada ilikuwa imepotoshwa kabisa. Aliona watu wanafanya biashara hekaluni. Hekalu limegeuzwa kuwa soko, badala ya mahali pa sala, mahali pa utulivu pa kukutana na Mungu. Aliona watu wameweka meza zao, kila mmoja ameweka meza yake, alafu ameweka bidhaa juu yake, anafanya biashara hekaluni. Can you imagine? Hekaluni mtu anafanya biashara. Ndugu zangu, meza hizo zilikuwa ni alama ya tamaa, zilikuwa ni alama ya unafiki, kwa sababu watu wanajua kabisa pale ni hekaluni, unafanyaje biashara hekaluni. Hizo meza zilikuwa ni alama ya ibada za uongo. Na mimi ninataka nikuulize mimi na wewe, tujiulize mimi na wewe, je, meza zetu ni zipi? Meza zetu ni zipi? Na meza zetu ziko wapi? Tumeziweka wapi meza zetu? Ni zipi? Je, ni meza ya chuki dhidi ya mtu fulani? Ni meza ya chuki dhidi ya rafiki yako? Au ni meza ya majivuno kwamba wewe ni bora kuliko mwingine yoyote yule? Meza yako ni meza gani? Ni meza ya uhusiano unaojenga tamaa zaidi ya upendo wa kweli? Ni meza gani? Ni meza ya ibada isiyokuwa na toba ya ndani, isiyokuwa na sala, isiyokuwa na unyenyekevu? Meza yako ni ipi na iko wapi? Mtakatifu Agustino anazungumza, anasema Mungu hujali zaidi moyo wa mtu unapomkaribia kuliko maneno au kuliko matendo ya nje. Mungu anajali zaidi moyo. Na Mtakatifu Teresa wa Avila anaongeza, anasema kwamba bila sala hatuwezi kuendelea katika safari ya utakatifu, kwa sababu sala ni njia ya kuwasiliana na Mungu na kuangusha kuta zinazotutenga na yeye. Hao watakatifu wana maneno ya pekee. Kwa hiyo kipindi hiki cha Kwaresma, ndugu zangu, wakati wa Kwaresma ni wakati wa kugeuza meza, ni wakati wa kupindua hayo mameza ambayo yamekaa kwenye hekalu la moyo wako. Ni muda wa kupindua hayo mameza. Yesu hakusita kupindua zile meza, wala na kwa nini? Kwa sababu wale watu walikuwa wanapotosha ibada. Yesu hakusita kuzipindua. Ndugu zangu, mimi na wewe tusisite kuvunja hizo meza. Tusisite kupindua hizo meza za uongo, hata kama zimejengwa kwa miaka mingi kiasi gani ndani yako. Usisite kupindua hizo meza za uongo. Usisite kupindua meza za chuki. Usisite kuzipindua, zipindue. Inawezekana kabisa umeishi katika tabia fulani kwa muda mrefu sana, kiasi cha kwamba
umeanza kuiona kama ni ya kawaida, lakini ndani yako kabisa unajua kwamba hii sio njia ya Mungu. Unajua kabisa ndani yako. Ndugu zangu, hiyo ni meza. Ipindue haraka. Ipindue haraka. Kwa mfano, labda nikupe kwa mfano. Kwa mfano, unajua ukiona kila unapokosolewa au unaporekebishwa, wewe unakasirika, unajitenga, unaona unaonewa, unazira, ujue hiyo ni meza ya majivuno. Ukiona unawasaidia watu lakini ndani yako unawadharau au unatafuta sifa tu za nje, yani ukigeuka tu unaanza kuongea tofauti na vibaya, ujue hiyo ni meza ya unafiki, ni meza mbaya sana. Ukiona unajenga maisha yako juu ya hasira ya zamani usiosamehe, hiyo ni meza ya uchungu. Hizo ni meza za kupindua. Ziko meza nyingi na kadhalika nyingi, lakini tunaitwa tuzipindue kipindi hiki cha Kwaresma. Mtakatifu Yohana wa Msalaba anatuonya, anasema usiruhusu kitu chochote kikufunge, hata kama ni kizuri. Chochote kile kisichokupeleka kwa Mungu, anasema ni mzigo. Nilimeza hilo, lipindue. Kwa hiyo kipindi cha Kwaresma, ndugu zangu, Yesu anataka kufanya mapinduzi ya kweli ndani mwetu. Anataka kufanya mapinduzi ya kweli. Huu ni wakati wa kuingia katika hekalu la moyo wako na kumkaribisha Yesu, pindue hizo meza, ageuze hizo meza. Unajua, kama alivyofanya katika hekalu la Yerusalemu, Yesu anataka kufanya katika maisha yako pia. Anataka kufanya katika maisha yako kwa upendo, kwa nguvu na kwa huruma ya pekee, kwa rehema kubwa sana. Nakumbuka maneno ya Mtakatifu Padre Pio. Anasema kwamba Mungu huwa hadimandi sisi tuwe wakamilifu mara moja. Hapana, bali anataka aone tumeanza kufanya juhudi ya dhati ya kuwa watakatifu taratibu, aone ile juhudi ndani yetu. Ndugu zangu, hii inamaanisha kwamba mabadiliko ya kudumu huwa yanaanza na hatua ndogo. Kwa hiyo usidharau hatua ndogo. Kwa hiyo kwa mfano, leo anza kwa kusamehe mtu ambaye amekuumiza. Hebu anza kwa hiyo. Leo hebu acha maneno ya kulalamika, alafu badala yake hebu shukuru kwa kila jambo. Tafuta kila jambo ushukuru. Hebu acha simu yako hata kwa dakika 10 tu, alafu uchukue huo muda utumie kuzungumza na Mungu kwa moyo wako wote. Unajua, jana nilikuwa ninawaza hivi kwamba tukisha pindua hizi meza, lazima tujenge meza mpya. Lazima tujenge meza mpya. Kwa hiyo tunapovunja meza za uongo, nafasi inafunguka sasa ya kujenga meza mpya ya pekee. Hii ni meza gani? Ni meza ya Ekaristi Takatifu, ambayo ni meza ya toba, ni meza ya upendo, meza ya unyenyekevu, ndani yake kuna msamaha, ndani yake kuna sala. Kwa hiyo tunapovunja hizi meza, tujenge meza ya Ekaristi. Tukijenga hiyo meza, hatutapata shida kutubu, hatutapata shida kupenda, hatutapata shida kunyenyekea, hatutapata shida kwenye msamaha, hatutapata shida kusali. Ndugu zangu, hiyo ndio meza ambayo Yesu anatukaribisha kwayo kila siku katika ibada ya misa takatifu, anaposema twaeni, huu ni mwili wangu. Twaeni mle, huu ni mwili wangu. Ndugu zangu, Yesu anatualika kwenye meza hii ya Ekaristi Takatifu. Mtakatifu Francisco wa Asizi alisema, kila ulichonacho wewe sio mali yako, bali ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo tumia kwa ajili ya watu wengine. Tukishajenga meza hii ya Ekaristi, anatukumbusha kwamba tutakuwa tunatoa huduma zetu zitakuwa za mafanikio. Hata karama tulizo nazo ni kutoka kwake, huduma zetu ni kutoka kwake, mafanikio yetu ni kutoka kwake. Sio zawadi zetu, sio kwa ajili yetu, ni kwa ajili ya wengine, na zinapaswa kutumika kwa ajili ya wengine. Kwa hiyo zinapaswa kuwekwa mezani kwa Yesu, sio kwenye meza za kiburi chetu, sio kwenye meza za majivuno yetu. Kwa hiyo hebu jiulize leo, ni meza gani ambayo unahitaji kuipindua? Ni meza gani inahitaji kugeuzwa au kupinduliwa ndani yako leo hii? Ni meza gani? Hebu jiulize, ni meza gani? Nini kimekuwa kikwazo kikubwa kati yangu na Mungu? Nijiulize,
Ni nini hicho? Ni tabia gani ninahitaji kuanza kuibadilisha? Imekuwa nilimeza likubwa, nahitaji kulipindua. Ndugu zangu, tukumbuke, nimalizie kwa kusema kwamba Yesu yuko tayari kuingia katika hekalu lako leo. Usimzuie. Hebu mruhusu ageuze hiyo meza. Unajua, mapinduzi na mabadiliko ya kweli huwa yanaanza ndani, na yanaanza kimya, lakini kwa nguvu ya neema ya Mungu. Kwa hiyo hebu jipe nafasi ya kuwa huru kwa mara nyingine tena, na uweze kuishi maisha ya ibada ya kweli. Napenda maneno ya Mtakatifu Jose Maria Escriva. Anasema kwamba usichelewe kuanza, kwa sababu huu daima ni muda mwafaka wa kuanza na Mungu. Usichelewe. Ndugu zangu, geuza meza zako leo na ujenge hekalu la kweli ndani yako. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza. Fuatana nami siku ya kesho tutakapoendelea na mafungo yetu ya Kwaresma. Kama unabarikiwa, ninaomba utume huu ujumbe kwa ndugu, jamaa na marafiki. Share ujumbe huu. Hebu fikiria, wengi wakipata ujumbe huu wanapata msaada mkubwa. Mbarikiwe.